Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa rehma, huruma na kusaidiana, wema na ukarimu huonekana zaidi miongoni mwa jamii. Ni mwezi unaotukumbusha kuwa thamani ya maisha si mali wala cheo, bali ni uwezo wa kusaidia wenye uhitaji. Katika kuendeleza roho hiyo ya huruma na mshikamano, kampuni ya Yas Zanzibar imeamua kuigusa mioyo ya watoto yatima kwa kuwapatia zawadi ya bima ya afya, hatua inayolenga kuwapatia kinga ya huduma za matibabu na kuwapa matumaini mapya ya maisha. Hafla hiyo ilifanyika tarehe 12 Machi 2026 katika hoteli ya Golden Tulip, ambapo viongozi wa serikali, wadau wa maendeleo pamoja na wageni mbalimbali walikusanyika kushuhudia tukio hilo lenye ujumbe mkubwa kwa binadamu. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa nchi afisi ya makamu wa pili wa rais, sera, uratibu na baraza la wawakilishi, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma ameipongeza kampuni ya Yas Zanzibar kwa moyo huo wa kuwajali watoto yatima. Tunashukuru tena kwa msaada ambao mlioutoa kwa watoto wetu mayatima, kuweza kuwazawadia au kuwapatia bima ya afya. Kama alivyoeleza Katibu Mkuu wa Wizara ya Ustawi wa Jamii kwamba serikali yetu kwa makusudi imeamua kuanzisha mfuko wa bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo kuunga mkono kwenu jitihada za serikali kuwakatia bima watoto wetu hawa, hii moja kwa moja itakuwa ni jitihada zenu nyinyi katika kuunga mkono juhudi za serikali. Vile vile mmeeleza katika shughuli ambazo mnazozifanya, moja kwa moja mnaweza kuwasaidia wakulima, lakini vile vile mmeweza kutoa ajira nyingi sana kwa vijana wetu mbalimbali, ambayo hiyo pia ni moja katika njia ya kuunga mkono jitihada za serikali ya kuibua ajira 3.5 katika awamu hii inayofuata. Kitu ambacho tunachowaomba kuendelea kutoa huduma bora kwa jamii, na serikali iko tayari wakati wowote wa changamoto yoyote ambayo itakayowakumba. Basi ofisi zetu ziko wazi, kuna wizara yenu ya teknolojia, lakini vile vile afisi ya makamu wa pili wa rais ambayo ndio inaratibu shughuli zote za serikali. Kwa changamoto yote itakayojitokeza, nakaribishwa kwetu ili kuweza kutatua changamoto hizo, ili na nyinyi muweze kutoa huduma bora kwa jamii. Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Abeida Rashid Abdallah amesema kuwa bima ya afya waliopewa watoto hao itasaidia kupata matibabu kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Kupata hii bima ya afya itasaidia sana kwa watoto wetu kupata matibabu ya haraka, lakini matibabu ambayo yana gharama nafuu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa sababu tunajua kwamba malezi ya watoto yanahitaji kukuzwa toka wakiwa wadogo, na kuwakuza kwao ni watoto ambao tunahitaji kuangalia masuala mazima ya afya. Afya ni kitu muhimu. Tukiwajenga vizuri katika suala la afya, watoto watakuwa vizuri, na watoto wetu mazizini ni watoto ambao wana miezi miwili, miezi 6, watoto wa miaka 2 na kuendelea. Kwa hiyo tuna jinsi gani serikali inachukua nafasi hii kuona kwamba watoto hawa wanaangaliwa kwa uangalizi mkubwa. Naye afisa mtendaji mkuu wa Yas Pierre amesema kampuni yao itaendelea kushirikiana na jamii kupitia miradi mbalimbali ya kijamii pamoja na kuimarisha huduma za kidijitali zinazorahisisha maisha ya wananchi. Digitalized parking payments and school fees collection through Lipa services, and further simplified payment access to DDRE and DHC within the Mix Super application. One of our most significant contributions to financial inclusion has been the digitization of farmer payments across the country, and in recognizing the importance of the clove crop to Zanzibar's economy, we are doing the following in partnership with Zanzibar State Trading Corporation. We have enabled secure, transparent digital payment to clove farmers, where more than 10,000 farmers
now receive their payment digitally through Mix with over 48 billion Tanzania shilling disbursed. Through our flagship project, Afya Mkulima, we have provided critical health insurance worth 350 million to discover farmers. Tukio hili limeacha funzo muhimu kwa jamii kwamba huruma, kusaidiana na kuwajali wenye uhitaji ni nguzo muhimu za kuijenga jamii yenye upendo, mshikamano na matumaini ya kesho iliyo bora.